Watu wengi wanadhani watapewa pepo. Upendo. Zawadi ya peponi ni kupendana. Kwanza kumpenda Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupendana watu. Siku zote kama walivyosema watu wa falsafa, rahabul falati samul khiyati ma'al ahbabi maidanu, na rahabul falati ma'al a'da'i niran. Yanasema tundu ya sindano wakikaa watu wanaopendana basi ni uwanja mkubwa watatosha, japokuwa wamekaa katika kijitundu kiduchu cha sindano. Ndo samul khiyati ma'al ahbabi maidanu, tundu ya sindano kwa watu wanaopendana inawatosha, ni kiwanja kikubwa sana. Lakini rahbul falati ma'al a'da'i nira, uwanja mkubwa kabisa, wakikaa watu wasiopendana ni sasa wamekaa motoni tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya moja miongoni mwa aya za suratu Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wale ambao wameamini na wakafanya mambo mema, basi Mwenyezi Mungu atawalipa mapenzi. Watu wanatarajia kulipwa pepo, la Mungu atawalipa mapenzi, kwa sababu kama unaingia peponi na mtu usiopendana haina maana. Unakaa katika nyumba na mtu usiopendana naye, mnakaa katika nchi watu wampendani, ni bure tu. Lakini Mwenyezi Mungu kulipa kila la kheri. Wapi tutaupata upendo huu? Katika mafundisho ya Qur'an. Ndani ya Qur'ani humo ndo Mwenyezi Mungu anafundisha mapenzi ya kweli, mapenzi ya yaqini, mapenzi ya dhati, mapenzi kwa maana ya mapenzi. Leo dunia imekuwa hivi ilivyokuwa kwa sababu watu watupendani tu. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maneno anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha faida za kupendana. Anawataja watu wa Madina walivyowapenda watu wageni wao kutoka Maka, wamependana. Akasema wale wamefaulu, kwa kumalizia wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul, yule ambaye kwamba ameepushwa na choyo cha nafsi yake, akaamua kufungua moyo wake akamjaza mwenzie akampenda, huyo amefaulu. Wapi tutajifundisha haya? Tutajifundisha katika masomo na maelekezo na miongozo ya Qur'an.